Huyu mtoto alikuwa anakula na mama yake na mama yake anaumwa sana. Sasa huyu mtoto ana kazi ya kumlisha mama yake na yeye pia anakula. Sasa kawa anamlisha mama yake nyama, lakini mama yake alikuwa anaumwa sana na alikuwa anatetemeka, baridi ni hatari. Lakini huyu mtoto baada ya kuona mama yake anaumwa sana na chakula hawana, basi alipita njiani kwenda kuombaomba. Sasa yule mtoto wakati anaendelea kumlisha mama yake, kuna gari likuja hapa, lakini anayeendesha gari hii ni yule ambaye amempa chakula huyu mtoto. Sasa anafika hapa anakuta yule mtoto ambaye ameomba chakula yupo anamlisha mama yake kile chakula. Alisikitika sana, lakini pia aliumia sana. Sasa ikabidi sasa aanze kupiga hatua 2-3 kuwasogelea, na ikiwezekana basi aweze kuongea nao, kwa sababu hii hali sio nzuri kabisa. Na huyu baba aliwapa salamu na huyu mama akaitikia salamu yake. Sasa huyu baba akawa anamwambia huyu mtoto kwamba huyu ni mama yako. Sasa mtoto anasema ndio, na huyu mama alikuwa na mume. Sasa mume wake alimtelekeza baada ya kuona ana malazi. Baada ya hapo walianza kuzulula tu mtaani, na kama ambavyo nawaona wako hapa. Lakini huyu mtoto akawa anamwambia huyu baba kwamba nilikuwa naomba utusaidie, yaani mama yangu kwanza anaumwa sana, ningetamani hata umpeleke hospitali. Na huyu mama akawa analia sana, na huyu mtoto akawa anaeleza vitu vingi kwamba hata ningeweza kufanikiwa kwenda shule baadaye ningemsaidia mama yangu. Sasa huyu baba alijisikia vibaya sana na alisikitika sana. Ikabidi aseme kwamba basi hamna shida, mimi nitawasaidia nyie na nitawatoa hapa na nitawatafutia nyumba ya kuishi nzuri na nitahakikisha mnakula vizuri na mnalala vizuri. Na huyu baba akasema huyu mtoto nitampeleka mimi mwenyewe shuleni, lakini hata wewe pia nitakupeleka hospitali, nitahakikisha umepona. Na huyu mama alifurahi sana, na huyu baba akasema mamangu, ninaomba usilie kuanzia sasa hivi, wewe furahi tu, kwa sababu mimi nitahakikisha kila kitu kinaenda sawa. Ikabidi sasa wamkumbatia na akawaambia basi ninaomba tuondoke. Sasa huyu mama akawa anamshukuru Mungu kwamba Mungu asante sana, lakini huyu mama anaumwa, hawezi kusimama vizuri. Ikabidi huyu baba basi amshike mkono ili waweze kuondoka, na mtoto akampa ndala mama aweze kuvaa ili waende kwenye gari. Kiukweli huyu baba ana moyo sana, yani ana moyo wa kusaidia, yani kwa hiki ambacho amekifanya hata Mungu hawezi kumsahau. Lakini wewe watu ukimsaidia jirani yako chumvi tu unatangaza kijiji kizima kwamba mimi yule nilimsaidiaga chumvi. Ona huyu anachokifanya. Hata hivi tujifunza jamani, kwa kweli kutoa sio utajiri, kutoa ni moyo tu. Bwana, nyuma maiki mimi ni Ano Voice, kama kawaida ni kuomba usipite bila kusubscribe channel yangu na kubonyeza alama ya kengele na kuwa wa kwanza kabisa kupata vitu vikali na vitu vya uhakika kama hivi. Nimalize na kusema kuwa bado sana, hii ni mwanzo tu.